Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi watu wa Mbeya tutaendelea kuwa chachu ya mageuzi ya nchi hii na kuwa sehemu ya watu ambao wanataka mabadiliko nchi hii yafanyike. Na ndio maana tumekuja hapa, kwa sababu tunajua namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kimeharibu taifa hili. Kuna mambo ya ajabu ambayo Chama cha Mapinduzi wanafanya. Unamuaga mkeo nyumbani, unaaga wazazi kwamba unakwenda kugombea uwenyekiti wa mtaa au kitongoji, badala yake unaenda kukatwa jina. Yaani mtu mzima ambaye chama kama Chadema, chama makini, kimekuchagua ukakiwakilisha, wanasema hujui kusoma na kuandika. Mheshimiwa, huu ni ukatili wa hali ya juu. Ndio maana Watanzania wote hawa wanakubaliana hakuna uchaguzi kama mageuzi ya kisheria yatafanyika. Nyinyi ni mashahidi. Mawakala wetu wamekuwa wakifungwa, wakipigwa viboko maeneo mengi hapa Mbeya. Tumeona namna ambavyo polisi wa nchi hii wanasaidia Chama cha Mapinduzi kutumbukiza kula kwenye maboksi feki. Ndio maana tunaposema hakuna uchaguzi bila mageuzi ya kisheria, tunamaanisha, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pamoja na yote, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kwa kusema, ndugu zangu, tunaisimanga CCM kwa sababu mamlaka walionayo na hii nchi wanavyoichezea, wanalipwa kwa kodi zetu. Rais anavyoenda nchi za nje, anahitaji Tanzania kwamba inahitaji msaada, ni kwa kibali ambacho ninyi wa Tanzania mmempa. Na ndio maana tuna nguvu ya kuikosoa serikali ya CCM, kuwakosoa kwa mikoa pamoja na wabunge, kwa sababu wanatumia kodi zetu vibaya. Na ndio maana sasa leo tunasema, ili muipe kibali Chadema, mnapaswa muifanye Chadema kuwa ya kwenu. Ninaombeni siku ya leo, kila mmoja akifanye Chadema kuwa ndio chama pekee kilichobakia kuleta ukombozi, na twende tukakijenge chama chenye nguvu. Utakijengaje Chadema ili uwe na wivu nacho na uwe na wivu wa viongozi wa Chadema? Nenda katie tone kwa kuichangia Chadema. Hiyo ndio salamu yetu ya leo. Tunahitaji chama chenye nguvu. Tunahitaji viongozi wetu wafike kila pande ya nchi hii, ili nchi yote imbe wimbo mmoja wa mabadiliko. Na sisi wa Tanzania ambao tumelala usingizi wa mauti, tuamke kudai haki zetu, maana hakuna Musa wa kuja kutudai haki zetu isipokuwa sisi wenyewe na kupitia chama chetu.